Mpigie Bwana Yesu makofi, mpigie Bwana Yesu makofi. Roho Mtakatifu nalitisha chini yako. Nitumie kama chombo tu. Nitumie kama chombo tu. Nitumie kama chombo. Chembe za kujiinua na kuchukua utukufu wako katika nyama zingine. Nitumie kama chombo. Nitumie kama chombo. Nitumie kama chombo. Mtumishi wako nitumie kama chombo. Asante kwa uaminifu wako. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Leo ni siku ya furaha, mwambie jirani yako, Bwana sioni ukiwa na furaha. Bwana sioni nuru. Mwambie tena, Bwana sioni nuru ya Kristo. Bwana sioni. Nikikutazama na kuona bado uko gizani. Mwambie leo ni siku ya furaha iliyokuu sana. Jana tulikuwa tunajifunza, usiku wa jana tulikuwa tuna somo zuri la kuangalia, je, Yesu amezaliwa ndani ya moyo wako? Je, umemtengenezea Yesu mazingira ili Yesu aweze kuzaliwa katika moyo wako? Na tulipita maandiko kadha wa kadha, na leo sasa ni siku yenyewe ambako mapambazuko na nuru imetokea. Ni siku yenyewe ambako duniani kote ni shangwe. Duniani kote ni shangwe ambako tunaposherehekea tukio la kihistoria katika maisha ya mwanadamu. Ni tukio ambalo ni tukio kuu, halijawahi kuwako katika historia ya wokovu wa mwanadamu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Tukisoma katika Luka sura ya 2 na ule mstari wa 11, neno la Mungu. Luka 2 na ule mstari wa 11. Luka 2 mstari wa 11 inasema, maana leo katika mji wa Daudi amezaliwa kwa ajili yenu Mwokozi, ndiye Kristo Bwana. Neno la Mungu linasema, kwa maana leo katika mji wa Daudi amezaliwa Mwokozi ambaye ni Kristo Bwana. Somo letu la leo ni amezaliwa Mwokozi, Kristo Bwana. Amezaliwa Mwokozi, Kristo Bwana. Kama ambavyo duniani kote tunaunganika kwa pamoja kama kanisa kwa ajili ya kusherehekea siku hii ya kuzaliwa kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Inawezekana wengine wanasherehekea kama desturi tu, au kama kalenda ambayo siku ya tarehe 25 basi inatupasa sisi kusherehekea. Lakini sasa sisi kwetu tunakumbuka jinsi ambavyo Mungu mwenyewe aliingilia na kutuhusisha kati ya Mungu katika maisha ya mwanadamu. Yeye mwenyewe Mungu alishuka duniani ili aweze kutukomboa. Tunapokumbuka siku ya leo, tunakumbuka tukio la historia katika maisha ya mwanadamu, kwa sababu Mungu mwenyewe aliingilia, alitoka katika enzi yake kushuka duniani kupitia mwili Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana katika ile Yohana 1:14 tuisome Yohana 1:14. Yohana 1:14. Naye neno alifanyika mwili akakaa kwetu, nasi tukauona utukufu wake, utukufu kama wa mwana pekee atokaye kwa Baba, amejaa neema na kweli. Huyu Yohana huyu amekaandika waraka wa kwanza wa Yohana, waraka wa pili wa Yohana, waraka wa tatu wa Yohana, na katika pia kitabu cha Ufunuo na kitabu cha Yohana, Injili ya Yohana. Anamfunua Yesu hapa, anasema naye neno alifanyika mwili. Kwa maana kwamba huyu Yesu alikuwako tangu mwanzo. Soma katika Mwanzo 1:1, unaona hapo mwanzo alikuwako, neno alikuwako kwa Mungu. Kwa sasa huyu anafunua kwamba neno alifanyika mwili naye akakaa kwetu, nasi tukaona utukufu wake, utukufu kama wa mwana wa pekee atokaye kwa Baba, naye amejaa neema na kweli. Hii inatukumbusha kwamba wakati Mungu alipoanza kuangalia mpango wa kumkomboa mwanadamu, wa kuweza sasa kumtoa kutokana na dhambi alizozitenda mwanadamu, tukikumbuka ile anguko
ambalo mwanadamu alitenda. Kusoma katika ile Mwanzo sura ya 3, utaona pale mwanadamu alipoasi amri na sheria za Mungu, na Mungu akamtenga, kukawa na utengano wa kiroho. Na sasa hii ikapelekea kwamba dhambi ikaingia ulimwenguni, dhambi ikaingia na ikatufanya sasa sisi tuwe mbali na kupungukiwa na utukufu wa Mungu. Kwa hiyo sasa Mungu baada ya kuona hayo mwanadamu ametenda dhambi, amekuwa mbali, akaandaa mpango, na katika mpango wake sasa hakutuma wazo kwamba labda wokovu mwingine nao ingekuwa wokovu ungekuwepo kama alivyoumba, akasema na iwe hivi na ikawa hivi, liwepo jua na likawa jua, iwepo bahari itenganishe nchi kavu na ikawa hivyo kama alivyosema. Lakini katika ukombozi wa mwanadamu haikuwa namna hiyo. Mungu alitoka kutoka juu mbinguni akashuka duniani yeye mwenyewe kupitia Kristo Yesu ili atukomboe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kumbe wokovu wetu sisi ni ishara ya upendo wa Mungu ambao unaonekana usikuwa na mipaka na kifani kwa mwanadamu. Na unasoma ile Yohana 3:16. Yohana 3:16 anasema kwa maana jinsi hii Mungu alimpenda ulimwengu. Some hiyo. Yohana 3:16 inasema kwa maana jinsi hii Mungu alipenda ulimwengu hata akatoa mwanae wa pekee ili kila mtu amwaminie asipotee bali awe na uzima wa milele. Kwa sasa Mungu mwenyewe alijituma mwenyewe kupitia Kristo Yesu. Hakutaka kutuma mtu, hakutaka kuwa kule mbinguni alafu aseme jambo litokee. Basi wokovu yeye mwenyewe alishuka duniani kwa sababu ya upendo kupitia Kristo Yesu. Kama tunaposoma ile katika Mathayo 1 na ile mstari wa 23, tusome 23. Anapewa jina la ufunuo huyu Yesu Kristo. Mathayo 1:23 inasema, tazama bikira atachukua mimba naye atazaa mwana, nao watamwita jina lake Imanueli, yaani Mungu pamoja nasi. Ukiona hii Mathayo 1:23 pamoja na pia tulipitia. Tumeona pale imetokana na ile andiko ambalo Mungu mwenyewe alithibitisha baada ya kuungana na manabii wengi katika hile Isaya 7:14. Tutaisoma tuache 7:14 na anazungumzia andiko lile kienda mbele kidogo ya kwamba hataitwa Emanueli, maana Mungu pamoja nasi. Ni Mungu aliamua kuja mwenyewe duniani ili atukomboe, akaishi nasi, akachukua hali ya utumwa wa wanadamu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Sasa leo hatukumbuki tu tukio la kihistoria, bali tunakumbuka thamani ya Mungu ambaye alishuka mwenyewe kwa ajili ya kukaa nasi. Kwa hiyo tunakumbuka kwamba Mungu anatupenda, Mungu bado anatupenda, na Mungu ameshuka kujidhihirisha ili atuokoe, atutoe katika kisa, katika hali ya utumwa, katika hali ya kutengwa na dhambi, ili tuingie katika ufalme wa pendo lake. Bwana Yesu asifiwe. Leo ni siku ya ajabu mno tunapokuwa tunaikumbuka. Si siku tu ambayo tunashangilia kwa maana ya nje, lakini sisi tulio Kristo ni siku ambayo sasa inatukumbusha siku ambako Mungu alipodhihirisha ulimwengu na kutupa nafasi nyingine tena. Sisi ambao tulikuwa mbali tumetengwa na tuwe karibu sasa pamoja na mwana na pendo lake. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa tukio la ajabu, ni tukio ambalo linatukumbusha sasa kuangalia ushirika upya na huyu Yesu. Jana tuliangalia kwa kina kidogo namna ambavyo ushirika wetu unafaa kutakiwa sasa kupimwa kwa upya na kujiangalia namna gani ambavyo tumwangalia Yesu nafasi. Hii leo hii anapozaliwa basi kuwe kuna mazingira na moyo utayari wa kumpokea na si kumtoa tena. Anapoingia kwetu anakuwa ni Bwana wa milele. Anakuwa ni kiongozi wa maisha yetu yote na wala si mgeni wa kupita, kwamba leo siku 25 imepita alafu kesho tena tunarudi katika maisha yetu ya giza ya huko nyuma. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tujiulize, kwa nini Yesu alizaliwa? Kwa nini Yesu alizaliwa? Kwa nini Yesu alizaliwa? Kuzaliwa kwa Yesu hakukuwa kwa bahati mbaya tu kwa kumetokea tu. Tumeona hapo mwanzo asili ya dhambi ilipoingia ulimwenguni katika ile Mwanzo 3. Ukisoma kidogo pale, sisi tuisome kidogo. Mwanzo 3 tuone mstari wa 3 kidogo. Mwanzo 3 tusome tuanzie mstari wa 3 tuone dhambi ilipoingia ulimwenguni.
Yes, Mwanzo 3:3 inasema, lakini matunda ya mti ulio katikati ya bustani Mungu amesema msiale wala msiaguse, msije mkafa. Nyoka akamwambia mwanamke, hakika hamtakufa, kwa maana Mungu anajua kwamba siku mtakayokula matunda ya mti huo mtafumbuliwa macho, naye mtakuwa kama Mungu, mkijua mema na mabaya. Mwanamke alipoona kuwa ule mti wafaa kwa chakula, wapendeza macho, nao ni mti wa kutamanika kwa maarifa, basi alitoa katika matunda yake akala, akampa na mumewe, naye akala. Wakafumbuliwa macho wote wawili, wakajijua kuwa wa uchi, wakashona majani ya miti wakajifanyia nguo. Kisha wakasikia sauti ya Bwana Mungu akitembea bustanini wakati wa jua kupunga. Adamu na mkewe wakajificha kati ya mti wa bustani, Bwana Mungu asiwaone. Bwana Mungu akamwita Adamu akamwambia, uko wapi? Akasema, nalisikia sauti yako bustanini, nikaogopa kwa kuwa mimi ni uchi, nikajificha. Akasema, ni nani alikwambia ya kuwa uchi? Unaweza kaishia hapo. Ni nani aliyemwambia kwamba uchi? Kwa tunaona mwanadamu alipoteza asili ya muunganiko na Mungu. Huo tunasema katika uhusiano wa kiroho. Kwa hiyo alipoasi, Mungu aliposema usifanye jambo fulani, lakini akafanya, akaamua kumsikiliza Ibilisi, kwa hiyo akapoteza mamlaka aliyokuwa nayo ya kimungu na muunganiko na ushirika wa rohoni, na Mungu akaachia lahana, ambayo dhambi sasa ikapata nguvu. Bwana Yesu asifiwe. Sasa Mungu akatengeneza sasa mpango wa kumkomboa mwanadamu ili kuondokana na tatizo hilo la dhambi, kwa sababu dhambi tayari kwa imeshaingia ulimwenguni, na wote tukawa tumepungukiwa na utukufu wa Mungu, na wote tukawa katika ndani ya giza. Hakuna anayeweza kujiokoa mwenyewe, wala si kwa matendo yetu. Hamna matendo yote ambayo yangefaa yawekwe mbele yawe mbadala wa kusafisha ile dhambi ambayo ilikuwa imetendeka. Kwa sasa jawabu ambalo Mungu aliweka tangu mwanzo ilikuwa ni kumtuma mwanawe wa pekee, Mungu na Kristo Yesu, ili aweze kutukomboa na kutengwa na dhambi. Kwa hiyo leo tunakumbuka ya kwamba ni suluhisho la dhambi ambalo tuliirisi. Na Yesu asifiwe sana. Ndio maana sasa ukirudi kidogo katika Mathayo 1:21, tusome pale, utaona sababu kubwa ya huyu Yesu kuzaliwa ilikuwa nini. Mathayo 1:21 inasema, naye atazaa mwana, nawe utamwita jina lake Yesu, maana yeye ndiye atakayeokoa watu wake na dhambi zao. Naona huyo neno mstari, ndiye atakayewaokoa watu wake na dhambi zao. Ndiye atakayewaokoa watu wake, wale watakaomkubali na dhambi zao. Kwa hiyo sababu kubwa sema, naye atamzaa mwana, naye atamwita jina lake Yesu, kwa maana yeye ndiye atakayewaokoa watu wake na dhambi. Kwa hiyo sababu kubwa ya Yesu kuzaliwa, na kukumbuka siku ya leo ya Krismasi, si tu kusherehekea, lakini ni kukumbuka siku ile ambapo suluhisho la dhambi lilipatikana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo jambo la kiroho zaidi kuliko katika hali ya kimwili. Sasa hili jina la Yesu ambalo Yesu alipewa kwa kiangalia vizuri lina maana kwamba Yeshua manake ni Bwana Mwokozi. Kwa hiyo Yesu tu hakuwa tu mwalimu, hakuwa tu kiongozi, lakini sababu kubwa ambayo yeye ilileta duniani hapa ni kwa ajili ya kuwakomboa watu na utumwa wa dhambi, ni kwa ajili ya kuwatoa na kuwatenga katika giza. Yeye kwa sababu ndio ulimwengu, ili aweze kunyanyua tena watoka katika huo ufungwa ambao wao wenyewe wasingeweza kujiokoa. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Hiyo sasa tatizo kubwa la mwanzo alikuwa umaskini. Tatizo kubwa la mwanzo alikuwa ukosefu wa elimu, bali ilikuwa ni dhambi ambayo ilikuwa imefunga mwanadamu, asingeweza kujiokoa. Soma katika ile Warumi
23, 22 na 23 anasema maana wote wamepungukiwa na utukufu wa Mungu. Tusome ile Warumi 3:22 na 23. Warumi 3:22 inasema ni haki ya Mungu iliyo kwa njia ya imani katika Yesu Kristo kwa wote waaminio, maana hakuna tofauti, kwa sababu wote wamefanya dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu. Neno la Mungu linasema kutokana na ile tukio tulisoma katika ile Mwanzo sura ya 3 kwamba watu wote tulikuwa tumetenda dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu. Kwa hiyo sasa dhambi ilisababisha kuleta hofu. Dhambi ilisababisha kutenda na Mungu. Dhambi ilisababisha kuleta hukumu. Dhambi ilisababisha kifo cha kiroho. Dhambi ilisababisha tuwe mbali sana na huyu Mungu wetu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo mwanadamu asingeweza kujiokoa mwenyewe. Ndio maana sasa ukisoma katika Waefeso, Warumi 6:23 utaona anasema mshahara wa dhambi ni mauti. Tusome hiyo. Mshahara wa dhambi, wote tulistahili kufa. Wote tulistahili kufa kifo, na wote tulikuwa tumekufa kifo cha kiroho. Inasema kwa maana mshahara wa dhambi ni mauti, bali karama ya Mungu ni uzima wa milele katika Kristo Yesu Bwana wetu. Kwa sasa tunaona kutokana na matokeo ya dhambi na anguko la mwanadamu, suluhisho alikuwa Mungu, si mwanadamu. Hata pale aliposema, alipotoa laana akasema wewe mwanamume akamwambia utakula kwa jasho lako, na mwanamke akamwambia wewe utajifungua kwa uchungu. Yesu asifiwe. Bado haikuwa suluhisho. Kwa hiyo adhabu haikuwa suluhisho kwa ukombozi wa mwanadamu. Hata sheria zilizowekwa pale, sheria za Musa ziliwekwa pale, lakini bado wanadamu waliendelea kutenda dhambi, bado waliendelea kupungukiwa na utukufu wa Mungu. Suluhisho la pekee lilikuwa ni kuzaliwa kwa Yesu. Nuru ikaingia, kiza likakimbia. Tunapokumbuka siku ile leo, hatukumbuki tu, tunakumbuka siku ile ambapo Mungu aliamua kudhihirisha na kufunua siri ya ukombozi kupitia Yesu Kristo. Yeye mwenyewe alishuka kupitia Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Tunasoma katika Yohana 1:17, tusome Yohana 1:17. Yohana 1:17 inasema kwa kuwa torati ilitolewa kwa mkono wa Musa, neema na kweli zilikuja kwa mkono wa Yesu Kristo. Pamoja na sheria zote ambazo ziliwekwa ili tu mwanadamu asitende dhambi, ili mwanadamu hawe karibu na kiasi kutosha. Biblia inatuambia katika Yohana 1:17 anasema kwamba neema na kweli zilikuja kwa mkono wa Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai, Mungu kamili, mfalme wa ajabu, Bwana wa Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Tunapokumbuka leo, tunakumbuka katika namna ya tofauti sana. Tuendelee mbele kidogo tuone. Kwa sasa yeye baada ya huko Mungu mwenyewe aliamua kujifunua kwetu, akaonyesha upendo wa ajabu ili sisi tuweze kuokolewa. Tusome ile Warumi 5 na mstari wa 8. Warumi 5 na mstari wa 8. Warumi 5 na mstari wa 8 inasema bali Mungu aonyesha pendo lake yeye mwenyewe kwetu sisi, kwa kuwa Kristo alikufa kwa ajili yetu tulipokuwa tungali wenye dhambi. Ukiangalia hii, lakini Mungu aonyesha pendo lake yeye mwenyewe kwetu sisi, kwa kuwa Kristo alikufa kwa ajili yetu tulipokuwa tungali wenye dhambi. Kwa hiyo kumbe kuzaliwa kwa Yesu kulikuwa ni kututoa katika hali ya dhambi na kutuingiza katika hali ya neema ya kuishi katika maisha matakatifu. Yeye alikufa, yeye alizaliwa ili afe kwa niaba yetu. Yeye alizaliwa ili aichukue dhambi, aishi bila kutenda dhambi, ila sisi tupate kufanana wote wanaozaliwa na kumpokea Bwana Yesu, tufanane na yeye mwenyewe ambaye aliishi duniani bila kutenda dhambi. Hakuna mwanadamu aina yoyote ambaye aliishi duniani asitende dhambi. Ni Yesu pekee ambaye alizaliwa
bila kutenda dhambi. Kwa hiyo kwa maana hiyo kwamba kwa sababu yeye aliishi bila kutenda dhambi, na sisi tunapompokea tunapata wana, tunapata utaifa mwingine, na tunapata nguvu tena. Pale mwanzo tulipokuwa ngali wenye dhambi, ndivyo Biblia inavyotuambia, hatukuwa tulipokuwa tungali wenye dhambi. Na sasa tunapata neema mpya ya kuishi pasipokuwa na dhambi. Kama yeye alishinda, na sisi anatupa neema. Hiyo neema haitokani na nguvu zetu, bali inatokana na yeye mwenyewe. Yeye neema yake inapoachiliwa ndani yetu, tunapata tena kuishi maisha matakatifu bila nguvu zetu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yesu alikufa kwa niaba yetu. Yesu alitupatanisha na Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Sasa tuangalie, Yesu amezaliwa ili kutuletea nuru. Maana ya leo ya Krismasi, Yesu alizaliwa ili kutuletea nuru. Yesu alizaliwa ili kutuletea nuru. Yesu alizaliwa ili kutuletea nuru. Tulipokuwa tungali wenye dhambi, tayari giza lilikuwa limeenea. Tunaposema giza, ni ile hali ya matendo ya giza ndani yetu, ni ile kupungukiwa na utukufu wa Mungu, ni ile sheria ya dhambi na mauti kutenda kazi ndani yetu, isiweza kuzuilika kwa nguvu na matendo ya kibinadamu, pia neema ambayo inatokana na huyu Yesu Kristo. Kwa hiyo Yesu alipozaliwa tu, ghafla pale neema kweli ikatokea, ghafla nuru ikaingia ulimwenguni. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kwa sasa ukisoma katika ile Yohana 8:12, tusome Yohana 8:12. Yohana 8:12 inasema, basi yeye akawaambia tena akasema, mimi ndimi nuru ya ulimwengu, yeye anifuataye hatakwenda gizani kamwe, bali atakuwa na nuru ya uzima. Yesu anasema kwamba Yesu akasema nao, anawaambia watu, na anatuambia leo hii, kwa sababu neno lake li hai, neno lake ni uzima, halipitwi na wakati wala nyakati. Vitu vyote vitapita. Neno lake sema hata nukta moja neno lake halitapita. Mbingu na nchi zitapita, lakini neno lake halitapita kamwe mpaka yote yatimie. Kwa neno la Yesu li hai. Yeye akasema alipokuwa akiongea, anaongea na sisi. Yesu akanena nao akisema, mimi ndimi nuru ya ulimwengu, yeye anifuataye hatakwenda gizani kamwe, bali atakuwa na nuru ya uzima. Kwa kuwa tunakwenda gizani kwa sababu bado hatujaamua kumfuata. Sasa yeye anifuataye hatakwenda gizani kamwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuzaliwa kwa Yesu Kristo, kuzaliwa amekuja ili kuleta nuru ambayo itatusaidia sisi tusiende gizani kamwe. Kama mwanzo tulikuwa tunatenda gizani, baada ya Yesu kuzaliwa hatuko tena gizani. Yeye anasema mimi ndimi nuru ya ulimwengu. Mimi ndimi nuru ya ulimwengu. Si nuru ya watu fulani. Ni mtu yoyote ambaye yuko tayari kumpokea bila kujali hali yake, bila kujali uzeefu wake, bila kujali kabila lake, bila kujali utaifa wake, yoyote yeye yuko tayari kumpokea. Ndio maana Yohana anafunua pale, ukisoma 1:5 anasema nuru hiyo yang'aa gizani, wala giza halikuishinda. Soma hiyo Yohana 1:5. Yohana 1:5 inasema, nayo nuru yang'aa gizani, wala giza halikuweza. Sasa giza linaweza kujaribu kuzima nuru, lakini haliwezi kuwa na nafasi ya mwisho. Bwana Yesu asifiwe sana. Anasema nayo nuru hiyo yang'aa gizani, wala giza halikuishinda. Endelea kidogo katika mstari, anasema kwa nuru halisi itwayo, alitokea mtu ametumwa kutoka kwa Mungu, jina lake Yohana. Huyo alikuja kwa ushuhuda, ili aishuhudie ile nuru, wote wapate kuamini kwa yeye. Huyo hakuwa ile nuru, bali alikuja ili aishuhudie ile nuru. Kulikuwako nuru halisi atiaye nuru kila mtu akija katika ulimwengu. Kulikuwako nuru halisi. Kwa nuru halisi ni Yesu
anaanza kumzungumzia huyu Yesu. Kwa hiyo kuzaliwa kwa Yesu siku ya leo, tunakumbuka kwamba Yesu alipozaliwa tu ameleta nuru, kwamba dhambi haina nafasi tena, hofu, mateso na kifo vya kiroho hakina mamlaka tena, kwa sababu tayari sisi tuna ushindi kupitia kwa kuzaliwa kwa Yesu Kristo. Kwa Yesu alipokuja, amekuja akatupa nuru. Anasema wala kulikuwepo na nuru, nuru hiyo yang'aa gizani, wala giza halikuishinda nuru. Ukiona tunaishinda nuru, tunarudi katika Yohana 8:12, anasema mimi ndimi nuru ya ulimwengu, yeye anifuataye hatakwenda gizani kamwe. Kwa hiyo kumbe tunatakiwa kumfuata ili tuweze kuishi maisha ya kumfuata yeye, maisha ya kumpendeza, bali atakuwa na nuru ya uzima. Kwa hiyo tunapomfuata kikweli kweli kwa kuamua, nuru inaingia ndani yetu na tunapata ule uzima. Kila tunapokwenda ule uzima, anasema wala nuru hiyo yang'aa gizani, wala giza halikuishinda. Kwa hiyo giza linaweza likawepo, lakini nuru ambaye ni uzima ndani yetu, ambaye ndio Yesu amezaliwa siku ya leo, hatuwezi tena kwenda kama gizani. Na Yesu asifiwe sana. Amen. Kwa hiyo kuzaliwa kwa Yesu ni mwanzo wa ushindi wetu dhidi ya giza, dhidi ya giza. Kwa hiyo katika maisha ya wanadamu, giza kama tulivyosema inaweza kawa ni hali ya giza. Bwana Yesu asifiwe. Matendo yetu ya giza tunayotenda hapa na pale, hiyo ni dhambi, hiyo ni giza. Giza ambalo limekaa ndani yetu, ambalo linaachia sasa tunaanza kutenda matendo au tunazaa matunda ya giza ambayo hayamji Mungu. Hofu na kukata tamaa, vyote ni matunda ya giza. Vyote hivyo ni giza, hata kutokujua kweli. Ukisoma katika ile Wakorintho wa pili sura ya 4 na mstari wa 4, tusome kidogo. Wakorintho wa pili 4 na mstari wa 4. Wakorintho wa pili 4 inasema, ambao ndani yao Mungu wa dunia hii amepofusha fikra zao wasioamini, isiwazukie nuru ya Injili ya utukufu wake Kristo, aliye sura yake Mungu. Kwa hiyo sasa, moja giza inaweza kawa kutokuijua Injili, kutokuijua kweli kama ni giza, kwa sababu tunakuwa tayari Shetani ambaye anaitwa mungu wa ulimwengu amefupisha zile fikra ili sipate kumtii Kristo na sipate kuipokea ile nuru ambayo Yesu amezaliwa leo hii, hawezi kutuokoa. Kwa sasa tunakuwa bado hatujaweza kumfuata, kama tumeiona katika ile Yohana 8:12 tunaona pale, wote waliomfuata, anasema wote wanaofuatao watakuwa na hiyo nuru, wala wataingia gizani kamwe. Kwa sasa nuru ili ushindi dhidi ya giza, ni ushindi dhidi ya dhambi. Na ukisoma katika ile Yohana 3:19 utaona kwamba watu walipenda giza kuliko nuru. Watu walipenda giza kuliko nuru. Tusome kidogo 3:19 Yohana 3:19 inasema, na hii ndiyo hukumu ya kuwa nuru imekuja ulimwenguni, na watu wakapenda giza kuliko nuru, kwa maana matendo yao yalikuwa maovu. Anasema nuru tayari Yesu kishazaliwa, leo kazaliwa, lakini bado watu wanapenda giza kuliko nuru. Kwa sababu gani? Matendo yao bado ni maovu, bado ni yale matendo ambayo yanaonyesha kabisa wanampenda Shetani. Hawapendi tena kuwa chini ya miliki, chini ya uongozi wa Mungu Yesu aliozaliwa leo, ili nuru yake sasa iweze kutuangaza na matendo yetu maovu yanunikwe na yauawe. Ili nuru ya Kristo inapoangaza ndani yetu, tunaona ile matendo ya nuru yanaanza kumea. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Kristo alizaliwa ili kuvunja minyororo na mizizi ya dhambi. Kristo alizaliwa ili kutupa nguvu tena ya kuweza kuishi maisha mapya. Kristo amezaliwa leo ili yale ambayo tulikuwa hatuwezi tuyaweze tena kwa neema ya Yesu. Kristo amezaliwa leo ili tuweze kuishi maisha yenye ushindi, maisha matakatifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kusoma katika Wakolosai 1:13 inatueleza namna ambavyo Yesu
kuzaliwa kwake kwa siku ya leo, ametukomboa kutoka katika ufalme wa giza na nguvu zake. Soma Wakolosai 1:13. Wakolosai 1:13 inasema, naye alituokoa katika nguvu za giza, akatuhamisha na kutuingiza katika ufalme wa mwana wa pendo lake. Naye alituokoa katika mamlaka ya ufalme wa giza. Mwanzo tulikuwa katika hali ya giza, akatuhamisha katika ufalme wa mwana wa pendo lake. Jiulize wewe, je, bado uko katika ufalme wa giza? Dalili mojawapo ya kuweza bado uko katika ufalme wa giza ni yale matunda ya giza. Yale matunda ya giza bado yako ndani yako, bado yako ndani yako. Hiyo ni ishara kwamba wewe bado uko gizani, na ishara ya kwamba bado hujaamua kumfuata. Kama Yesu anasema, alifuataye mimi, nuru yangu itakuwa ni uzima ndani yake, wala giza halitamshinda kamwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kwa giza linaweza kuwepo, lakini giza halina neno la mwisho juu ya maisha yake, kwa sababu neno la Mungu linasema wala giza halimwishi yeye nuru. Bwana Yesu asifiwe. Pamoja na changamoto zote za ulimwengu huu, lakini bado sisi na ushindi, kwa sababu Yesu amezaliwa ili tupate sisi nguvu na ushindi, kwa sababu ametuhamisha katika ufalme wa giza na akatupeleka katika ufalme wa pendo la mwana wa Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Daudi anasema katika Zaburi ile 27 na ule mstari wa kwanza, Bwana ndiye nuru yangu na wokovu wangu, nimwogope nani? Bwana ndiye nuru. Yesu anajivunia, anasema Bwana ndiye nuru yangu na wokovu wangu, nimwogope nani? Kwako wewe, je, Yesu ni nuru yako? Yesu ni wokovu wako? Yesu ni Bwana wako? Tunapokumbuka katika kuzaliwa kwa Yesu, hatukumbuke katika hali ya kawaida, lakini je, lile kusudi la Mungu kumleta mwanaye mwanewa pekee duniani ili sisi tuweze kushinda dhambi, ndio ilikuwa kusudi ya sana, na kutuunganisha tena na kuwa familia ya Kristo, ambapo mwanzo tulikuwa mbali sana, tukitengwa na kupungukiwa na utukufu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Wito leo, inuka tena wewe ambaye uko gizani, inuka tena uangaze, kwa sababu nuru ambayo Yesu Kristo imekuja kukuangazia. Usikae katika hali hiyo, inuka tena. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hiyo Isaya 60 mstari wa kwanza tuisome. Isaya 60 mstari wa kwanza. Isaya 60 mstari wa kwanza. Isaya 60 na mstari wa kwanza inasema, ondoka uangaze, kwa kuwa nuru yako imekuja na utukufu wa Bwana umekuzukia. Leo wito wa kuzaliwa kwa Yesu Kristo unatuambia kwamba tuinuke sasa, tuweze kuangaza, kwa sababu nuru hii imetuzukia. Yesu huyu ambaye ni nuru ya ulimwengu, tutapompokea yeye atatupa hiyo nuru na atakuwa uzima ndani yetu. Yale tusiyoyashinda, yaliyokuwa yanashindikana, yatawezekana kwa sababu nuru iko ndani yetu. Kwa hiyo tusibaki gizani kwa ihari, tusibaki gizani tena, kwa sababu neema ipo. Yeye aliyo neema na kweli na msaada wa kweli uko katika Kristo Yesu. Yeye aliishi duniani pasipokuwa na dhambi, na sisi tumepata hiyo neema pia ya kuishi kwa msaada wake kupitia Kristo Yesu. Amina. Usikubali kuishi katika matunda ya giza. Usikubali, kwa sababu ukiishi katika matunda ya giza, wewe si wa Kristo. Kuzaliwa kwa Yesu Kristo kunakuwa hakuna maana. Yaani kule kwa Yesu kumbe, na tuliangalia namna ambavyo Yesu alinyenyekeza katika kiwango cha kuzaliwa katika holi. Mungu wa mbingu na nchi amekuja katika hali ya unyenyekevu, akaenda akazaliwa katika holi la ng'ombe. Hakutaka kwenda kuzaliwa katika hali ya kifalme, na kulikuwa kuna shabla, lakini Mungu aliamua kuchagua njia ambayo ni ya chini kabisa kumkomboa mwanadamu. Tukisema leo hii, tungesema basi haki ya binadamu imeshuka, kwa sababu mtoto anapozaliwa anaweka katika holi la ng'ombe. Basi kila ambayo kibinadamu katika hali ya hata mtu wa kawaida chini, bado haiwezekani.
Yesu asifiwe. Kikubwa ni kunyenyekeza tu, ni kushuka. Mungu anaangalia moyo wa unyenyekevu. Anasema Mungu apinde wenye kiburi, huwapa rehema wanyenyekevu. Yakobo 4 na ule mstari wa 6 anasema namna hiyo. Basi tuwe na moyo ulionyenyekea kama mfalme Daudi katika ile Zaburi. Ukisoma ile Zaburi ya 51 mstari wa 17 inatuangalia Mungu huangalia katika moyo uliopondeka. Moyo uliopondeka na moyo ndio anaotazama sana. Tunapo leo hii wito Yesu anapozaliwa, na wito kujitathmini upya, wito kuangalia maisha yetu. Je, nuru ipo? Je, nuru ipo ndani yetu? Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Yeye anasema enendeni kama watoto wa nuru. Enendeni kama watoto wa nuru. Kisoma katika Efeso 5 mstari wa 8 tusome hiyo. Enendeni. Paulo hapa anatuambia enendeni. Tunapokuwa tunaishi katika maisha ya kawaida, anasema tusiishi kama watu ambao wako gizani, ambao baba yao ni ibilisi. Sisi ambao Yesu amezaliwa ndani yetu, tunatakiwa kwenda kila tunapoenenda twende kama watoto wa nuru. Efeso 5 mstari wa 8 inasema, kwa maana zamani ninyi mlikuwa giza, bali sasa mmekuwa nuru katika Bwana. Enendeni kama watoto wa nuru. Hapa anasema zamani ninyi mlikuwa giza, lakini sasa ninyi mmekuwa nuru katika Bwana. Sasa mmekuwa nuru kupitia kwa Yesu Kristo. Kupitia kuzaliwa kwa Yesu Kristo sisi tumekuwa nuru. Sasa basi enendeni kama watoto wa nuru. Tunapokuwa tunaenenda katika mwenendo wa maisha yetu, tutoe matunda ya nuru ambayo yanamwakisi huyu Yesu aliyezaliwa. Tunapotenenda alafu tunaanza kutoa matunda ya giza, tuna kabisa sisi bado. Na ukiona namna hiyo, yeye ukang'ang'ana na Mungu, ukafunga, ukanyenyekea, kwa sababu kwa pande ikilia uwendi. Bwana Yesu asifiwe sana. Na Mungu anamsikiza yeyote yule ambaye ana moyo wa unyenyekevu. Hamna jibu ambalo Mungu analijibu kama mtoto wake anaporudi. Hakuna kilio ambacho Mungu anakisikia kama mtoto wake anapoamua kurudi na kujiekeza. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo nuru imezaliwa na giza limeshindwa. Uzima umefunuliwa kupitia Kristo Yesu. Hebu tuangalie sasa, je, kuzaliwa kwa Yesu kuna maana gani katika hii leo, katika siku ya leo? Kuzaliwa kwa Yesu kuna maanisha nini katika maisha yetu ya leo? Kuzaliwa kwa Yesu kuna maana gani? Sisi kuzaliwa kwa Yesu hatukumbuki tu kama historia. Wako wengi leo wanapozaliwa kwa Yesu Kristo tunakumbuka kama tukio tu la kihistoria, kwamba Yesu alizaliwa tarehe 25 miaka 2000 iliyopita, alafu imepita. Bado hakuna mabadiliko ndani yetu. Biblia inatuambia ya kwamba sisi ambao tumezaliwa lazima mwenendo wetu uwe tofauti na wale watu wengine ambao bado hawajaamua kumpokea Yesu. Mwenendo wetu lazima muonekane uko tofauti. Bwana Yesu asifiwe sana. Tusiwe kama wale watu wengine, nasi tuoneshe tofauti katika mwenendo wetu, katika tabia, katika matendo na katika uhalisia wa kila siku. Lazima tuweze kumwakisi. Kuzaliwa kwa Yesu Kristo si tu katika kusherehekea, si tu katika kukaribisha, bali katika kumpokea huyu Kristo, bali katika kubadilishwa, bali katika kumwakisi Yesu, bali katika kuishi sawasawa na mapenzi yake. Nisoma katika ile Yohana 1:12, nasema wale wote waliompokea aliwapa uwezo wa kuitwa wana wa Mungu. Some Yohana 1:12. Yohana 1:12 nasema, bali wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu, ndio wale walioaminio jina lake. Kwa hiyo kuzaliwa kwa Yesu ni tukio ambalo Yesu anatamani sana. Si tu kwa tulikumbuke Yesu alizaliwa Bethlehemu na tunaimba na nyimbo nzuri na tunafurahi. Hapana, Yesu anatamani sana kuona anazaliwa ndani ya maisha yako. Yesu anatamani sana kuona moyoni mwako yeye yupo anaishi ndani yako. Yesu anatamani kuona yupo unasherehekea naye kwa siku ya leo tu alafu unamwacha.